Wizara ya Habari na Utamaduni, Mheshimiwa Taufik kwa niaba ya Mheshimiwa Amina. Spika, serikali kupitia Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA imeendelea kutoa leseni za vyombo vya habari na waandaaji wa maudhui mtandaoni kwa maombi ambayo yanakidhi vigezo vilivyowekwa ili kupanua wigo na kutoa habari nchini kwa kuzingatia sheria na kanuni za utangazaji. Hadi Machi 2025, leseni 206 za televisheni na redio za mtandaoni zimetolewa. Aidha, serikali kupitia TCRA imeendelea kutoa elimu na imekuwa na programu maalum za kuelimisha watumiaji wa mitandao kuhusu matumizi sahihi na salama ya mitandao na kuendelea kufuatilia wale wanaokiuka maadili ya Mtanzania na kuwawajibisha, ikiwemo kuwafungia uzalishaji wa maudhui na kuwapiga faini kwa mujibu wa sheria za vyombo vya habari na za nchi. Mheshimiwa Spika, fauka na hayo, serikali imeanzisha bodi ya ithibati ya waandishi wa habari ikiwa ni utekelezaji wa sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016. Bodi hii inasimamia weledi na maadili kwa waandishi na kuhakikisha waandishi wenye sifa tu ndio wanaoruhusiwa kutumika katika vyombo vya habari. Mheshimiwa Amina. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa majibu mazuri ya serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, kumekuwa na ongezeko kubwa la vyombo vya habari vya mtandaoni. Je, bodi ya ithibati inasimamiaje kuhakiki waandishi wa habari? Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Kujibu swali la Mheshimiwa Amina kwa niaba ya Mheshimiwa Taufik, bodi ya ithibati lengo lake la msingi litakuwa ni kuhakikisha kwamba inasimamia weledi na maadili miongoni mwa waandishi wa habari, wakiwamo waandishi wa habari wa vyombo vinavyotekeleza majukumu yake mtandaoni, na litakuwa na jukumu la kusimamia vyote hivi ili kuhakikisha kwamba waandishi wa habari wanafanya shughuli zao kwa kufuata weledi, maadili na kuzingatia usalama wa taifa bila kukandamiza uhuru wa habari. Tunaendelea Wizara ya Afya, Mheshimiwa Zakaria kwa niaba ya Mheshimiwa Regina. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imechukua hatua mbalimbali ili kupunguza gharama za kusafisha figo, ikiwa ni pamoja na kusogeza huduma hizi kwa kuongeza vituo vya dialysis katika hospitali 15 za rufaa za mikoa na hospitali zote za kanda nchini. Vile serikali itaongeza wadau na taasisi zinazoingiza vitendanishi, vifaa tiba na dawa zinazozitumikazo badala ya kuacha mtu mmoja au taasisi kutawala soko bila kuruhusu ushindani. Pia kuhamasisha viwanda na ubunifu ndani ya nchi. Aidha, serikali imesambaza kwenye hospitali za rufaa za mikoa nchini mashine zaidi ya 100 pamoja na vitendanishi vyake. Mheshimiwa Naibu Spika, nitoe rai kwa wananchi mara utekelezaji wa bima ya afya kwa wote utakapoanza waweze kujiunga, kwani ndio njia pekee ya kuweza kuwasaidia kuepuka na gharama za matibabu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Regina. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nishukuru sana serikali kwa kutuletea huduma hii katika ngazi ya mkoa, na tayari mkoa wa Manyara tumeshapokea vifaa. Lakini pamoja na vifaa hivyo kufika ngazi ya mkoa, kulingana na jiografia ya mkoa wetu, bado baadhi ya wilaya watakuwa katika umbali mrefu. Je, ni lini sasa serikali itakwenda kusogeza huduma hizi katika ngazi za wilaya? Lakini swali la pili, kwa kuwa kumekuwa na ongezeko kubwa la magonjwa ya figo, je, ni serikali na mkakati gani wa kuandaa wataalamu wa kutosha ili kuweza kutoa elimu kwa wananchi waweze kuepukana na ugonjwa wa figo? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Mbunge Regina Ndege kwa jinsi ambavyo amekuwa akifuatilia masuala ya afya kwenye maeneo kwenye mkoa wa Manyara. Amekuwa akifuatilia kwenye wilaya mbalimbali akishirikiana na wabunge wa majimbo husika. Lakini niseme tu maswali yake mawili ya msingi.
kwamba sasa tumefika kwenye hospitali 15 za mikoa, tutaenda kumalizia hospitali zote, kwa sababu kuna utaratibu wa kusomesha wataalam kupitia mfuko wa Rais Samia Scholarship. Wataalam watakapopatikana, basi tutashusha, watapokuwepo na wataalam wenye uwezo ndani ya halmashauri zetu, na kila wilaya sasa tutaanza kwenda polepole na wilaya ziwezeshe kufanya huduma hiyo kama ambavyo mbunge ameomba. Lakini swali lake la pili, swala la kutoa elimu, mimi nipokee, na kwa kweli kuna wataalam. Sisi tutakachoongeza kwamba hata kwenye kliniki kila mahali ambayo elimu inatolewa kuhusu magonjwa mengine, tutahakikisha hatusahau kutoa elimu kuhusu matatizo ya figo.